Je, unadhani unalogwa? Hapana, hakuna anayekuloga. Siku zote mtu asiyejua kweli basi atahisi analogwa anapokumbana na matatizo. Bali watu ambao walijua kweli basi hawakuona wanalogwa, walijua kujitoa katika yale matatizo ama majaribu ambayo wanapitia. Na hii ndio maana maandiko matakatifu yanapata kuniambia ya kwamba ijue kweli nayo kweli itawaweka huru. Sasa asilimia kubwa ya wanadamu wapo katika kutokujua kweli. Unaposhindwa kujua kweli basi utakuwa upo katika shimo. Unapopata tatizo utakuwa ni mtumwa ya wale watu ambao wanaijua kweli. Wanaweza wakakutumia kama chambo ya mafanikio yao. Basi leo tunaenda kujifunza somo moja zuri sana katika ulimwengu wa nyota. Yamkini umekuwa ukisikia tuna ibada ya kukomboa nyota. Yamkini umekuwa umesikia ya kwamba hakunaga mambo ya nyota. Mambo ya nyota ni ya kichawi. Tunapozungumza kuhusu nyota tunazungumza symbol of destiny or glory. Maana nyota siku zote huwa inakuwa imebeba hatima ya mtu. Kuna watu wamekufa pamoja na hatima zao. Kwa nini wamekufa? Ni kwa sababu hawakuijua kweli. Walikuwa wakihangaika kama vile ambavyo uko unahangaika kwenye ndoa yako, kama vile ambavyo uko unahangaika katika biashara yako. Sasa nimekuambia nyota ni symbol of destiny or glory. Nyota ni ishara ya hatima yako, hatima ya ndoa yako, hatima ya kazi yako, hatima ya kusudio la wewe kuwepo katika dunia hii. Mfano wa kwanza katika maandiko matakatifu tutauona kupitia Yesu. Yesu alikuwa na nyota kali sana, lakini Yesu alikuwa hana kibali machoni pa watu. Watu hawakumpenda Yesu kwa sababu ni Yesu, bali watu walimpenda Yesu kwa sababu ya miujiza aliyokuwa nayo. Mamajusi wakati Yesu amezaliwa hawakuona kitu kingine, bali waliona kitu ambacho kinaitwa nyota. Kwa hiyo Yesu ilimtambulisha nyota, na hiyo ndio maana ikawa inamnyima furaha mfalme alipopata kusikia kuna mtoto amezaliwa. Huyu mtoto aliyozaliwa ana nyota kali, inamuonesha hatima yake. Huyu mtoto ni mfalme. Kwa hiyo mfalme alichanganikiwa, ni kwa sababu alitambua nyota ya Yesu ni imebeba nini, nyota ya Yesu iko na nini. Nisikilize mtu wa Mungu, kuna saa nyingine haupigwi vita ni kwa sababu ya uzuri ulionao, haupigwi vita ni kwa sababu ya mwendo unaotembea, hapana, bali unapigwa vita ni kwa sababu ya nyota yako. Unapigwa vita kutokana nyota yako imebeba hatima. Kwa hiyo watu wanajua wakikuacha utawatawala. Kwa hiyo ili usiwatawale ni lazima wakupige vita mapema. Nimepata kukwambia una uwezo wa kulitaja jina Yesu miaka 3, miaka hata 9, miaka 10 huko, lakini ukashindwa kufanikiwa katika jambo unaloliomba. Kwa nini? Lakini kuna mtu mmoja anaweza akaita jina Yesu ndani ya siku 2 akafanikiwa katika kitu anachokiomba. Tulichotofautiana ni nini? Kuna mmoja anaijua kweli, alafu huyu mwingine anayeombaga miaka mingi haijui kweli. Ninaposoma Ufunuo wa Yohana 22:16 maandiko matakatifu yanapata kuniambia namna hii. Yanasema ya kwamba mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Je, ni mambo gani aliyomtuma malaika wake kuja kushuhudia katika kanisa? Anasema namna hii, mimi ndimi niliye shina la mzao wa Daudi. Sasa tunapozungumza kuhusu shina tunazungumza kuhusu msingi, tunazungumza kuhusu mizizi. Anasema ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Yesu anakuja kujitambulisha kama ile yeye ni nyota ya kung'aa ya asubuhi. Sasa kwa nini nyota ya asubuhi? Siku zote wanasema ibada njema huanzia nyumbani. Tafsiri ya nyumbani maana yake ibada njema huanzia jua linapopambazuka, jua linapochomoza. Maana yake nini? Alfajiri. Mafanikio yoyote yanaanza alfajiri, amani yoyote inaanza kutengenezwa alfajiri. Sasa anajitambulisha kama yeye ni nyota yenye kung'aa. Sasa tunapozungumza Yesu, nyota inayoangaza, nyota ya mafanikio, nyota ya baraka, nyota ya kuinuliwa. Sio tu umekaa uko unalia machozi na kutaja jina Yesu, yamkini Baba naomba unifungulie milango, Yesu sijui. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, watu ambao hawajatoka katika sehemu zao ni wale ambao hawakuijua kweli, bali walimkiri Yesu ya kwamba ni Bwana na Mwokozi wao. Lakini licha ya kumkiri kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wao, wakabakia kwenye matatizo, shida na karaha.
raha. Lakini wapo ambao walimkiri Yesu kwamba ni Bwana na Mwokozi wao, na wakaijua kweli, kweli ikawaweka huru, basi wakajijua wao ni wakina nani, nafasi zao wao ni wakina nani. Na hii ndio maana wamekuwa wakionekana machoni pa watu, wakionekana ni wafalme, hatima zao, nyota zao zikawaka, nyota zao zikaonekana. Ukabakia kusema, yani kuna watu wengine kama wamebarikiwa, lakini kwa nini sisi hatujabarikiwa? Tafuta baba wa kiroho ambaye ana uwezo ama nguvu, ili aweze kukutoa mahali ulipo katika matatizo ambayo upo, juu ya nyota yako, juu ya kitu ambacho unapitia, ili akuvushe mahali ulipo na kwenda sehemu nyingine. God bless you. Mungu akubariki sana. They call me kaka wa madhabahuni, na wengine wanapenda kunita Apostle Alex Body IST, engineer training, kikongwe wa rohoni. God bless you. Amen.